Hujambo na karibu katika kipindi chetu maalum cha mahojiano mtazamaji. Hapa tunachambua taarifa mbalimbali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo tutaangazia mauaji ambayo yanatekelezwa na kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa kifupi, lakini pia tutachambua kidogo kuhusu kifo cha msemaji wa kundi la waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 Willy Ngoma. Na mtazamaji, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia hali tete ya usalama, hasa katika eneo la Beni ambako mashambulizi yanayohusishwa na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF yamekuwa yakigharimu maisha ya raia wasio na hatia katika eneo hilo. Wakati huo mpenzi mtazamaji, mjadala mwingine mzito unaendelea kufuatia taarifa za kifo cha msemaji wa kundi la waasi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Willy Ngoma, tukio ambalo limezua maswali mengi kuhusu mustakabali wa kundi hilo pamoja na mwelekeo wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja kutoka Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye mgeni wetu kuchambua kwa kina kabisa masuala haya mawili makubwa. Ni nini kinaendelea huko katika eneo la Beni mtazamaji? Kwa nini mauaji yanaendelea licha ya operesheni za kijeshi? Na je, kifo cha Willy Ngoma kina maana gani katika taswira ya sasa ya kisiasa na kiusalama? Mwaliko wangu wa leo anaitwa Isai Katasi. Isai, ujambo na karibu kwenye mahojiano. Jambo sana, tunashukuru kabisa kwa kutuunganisha kwenye majadiliano ya leo. Tunashukuru Mungu kutuonesha pambazuko la asubuhi na tupa kimya kwa wakati ambayo tunaongea kwa sasa. Naam, katika awamu ya kwanza tuzungumzie kwanza kuhusu ADF na katika awamu ya pili tutazungumzia kuhusu kifo cha Willy Ngoma, msemaji wa M23. Tuanze kwanza na ADF. Hawa ADF ni nani? Kwa kweli ADF ni kundi la wanamgambo ambao walitokea nchini Uganda kwenye miaka ambayo imepita, na walikuwa ni washambulizi ambao walikuwa wakifanya mambo yasiyoendeka huko Uganda. Alafu Uganda ikawakimbiza. Gisi Kongo ina misitu mingi, wakapata mahifadhi ndani ya misitu ya Kongo, ndani ya mbuga la wanyama la Virunga, na huko ndipo wamekaa miaka kadhaa, na wamekuwa kabisa kikundi ambacho kimekuwa na nguvu zaidi kupita siku ambazo walikuwa wakionekana Uganda. Yaani kwa kifupi ni wananchi, ni kikundi cha wananchi wa Uganda ambao waliasi Uganda na wakakimbia Kongo. Chanzo kikuu cha kuendelea kwa mashambulizi ya ADF katika eneo la Beni ni nini haswa, Isai Katasi? Ambalo tunajiswali hata sisi kama wananchi wa eneo ambayo haya mauaji yanafanyika. Yaani kwa kweli ADF wameanza mashambulizi yao mauaji tangu mwaka wa 2010, yaani 2010. Wameanza kuwabeba watu kwenye pori na kuanza kuwaweka kwenye pori wakipa mateka, lakini kwa 2014 ndipo wameanza mauaji ya kuonekana ya kimbari ya kinyama kwa ajili ya raia. Na tukienda mbali kuona kwa urefu, utakumbuka kwamba mbele ADF ianze operation ya kuwaua watu, kulikuwa operation ambayo iliongozwa na hawa wa jamaa wa jeshi ambao tuliita Bauma, kina wengine Muhima Jedone na wengine, waliweza kushambulia ngome kubwa kubwa za ADF, wakaweza kuwatokomeza. Na hapo nikikumbuka kwenye njia ya kutoka Mbau hadi mjini Nobili Kamango katika sheferia wa Talinga, ilikuwa njia ambayo ilikuwa imefungana, lakini wakaifungua. Jeshi letu la Kongo wakafika hadi Madina ambapo ilikuwa ngome kubwa, mahali ambapo mkuu kiongozi wa ADF ambao walikuwa wakiita Jamil Mukulu alikuwa akikaa, na akakimbia mbio na akaenda nchi za kigeni huko Uganda, akakimbia Tanzania, na tayari kwa siku hizi ameshikwa. Na hapo wakati huo ADF ilikuwa imeisha, ilikuwa kabisa imepotea, na watu walikuwa wamejua kwamba jeshi la Kongo limeweza kuwamaliza, na hakuna tena watu ambao wanaweza wakakuwa na hofu wakipita njiani, wakienda shambani. Yaani kimya ilikuwa imekaa. Alafu kwa ghafla ikaja ikaonekana kwamba imekuja tena na nguvu zaidi
na ndipo hapo mauaji yalianza ya kuua raia, ya kuwakata kichwa, ya kuwakatakata mwili, na mauaji ambayo inaleta oga. Na hapo ndipo walianza kuongea kwamba ADF ni kikundi ambacho kinaungana na Islamic State, yaani magaidi. Na hapo ndipo tuliona sasa mauaji yanaenda yanapanuka, yanaongezeka. Yalikuwa kwenye Kivu ya kaskazini, lakini yakaingia hata kwenye provinsi ya Ituri, na hapo mauaji yakaongezeka na watu wakakimbia mashamba na hoga ikakaa ndani ya wakaaji. Umegusia swala la operesheni ambazo zilifanywa na akina Bahuma na wengine, na mpaka hivyo operesheni zinaendelea huko Kivu Kaskazini kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF kutoka Uganda. Je, unadhani ushirikiano kati ya jeshi la DRC na lile la Uganda unatoa matokeo halisi dhidi ya ADF? Ndio, ushirikiano inatoa matokeo kabisa ambayo tunaona kwa macho, ambayo tunaona na tunayashuhudia. Kwani hapo mbele wakati jeshi letu lilikuwa likipambana na hawa magaidi wao wenyewe wakisaidiana na MONUSCO, matunda ya kazi yalikuwa hayaonekani kwa kweli. Ilikuwa wakapiga hapa leo ADF, watawaambia tumetokomeza kambi zao, tumelunguza kambi zao, tumewakimbiza. Ilikuwa kuwakimbiza, kuwasogesha, kuwakimbiza, kuwasogesha. Hawakukuwa na ile uwezo ya kuwanasa, ya kuwaua, ya kupunguza idadi ya majeshi. Kwani kwa sasa ADF imekamata sura nyingine. Imekuwa ni kikundi ambacho sio tu wananchi wa Uganda ambao wanapatikana ndani, lakini mna wa Somalia, mna wa Nyarwanda, mna Warundi, mna wa Tanzania, hata wazungu wa moja wamekuwa ndani ya hicho kikundi ili waweze wakafanya mambo ambayo kwa sasa hayajulikani, kwani hawaongei. Wanafanya mauaji. Hayo mauaji yanapofanyika utagundua kwamba kwenye hizo counts za Islamic State wanaweza kuonyesha kwamba kikundi chao kimefanya jambo, lakini kwa kweli hapa mjini ama kijijini kwenye teritoria ya Beni, province ya Ituri na mahali pengine hatuoni yale ambao wanaongea kama tumefanya hivi, ni sababu tunapendelea tuweze kufanya hiki ama kuwe hiki. Na hizo operation ambazo zinaendeshwa na jeshi la Uganda na jeshi la Kongo limetoa matunda, kwani tangu wameanza operation mauaji yamepunguka kwenye eneo moja kama vile sekta ya Rwenzori, mauaji yamepunguka. Kama vile eneo moja katika teritoria ya Beni, mauaji yameenda kuonekana sana katika teritoria ya Lubero, hususan katika sekta ya Bape, yaani ngambo za Maujipa. Hawa ADF ambapo walipopigwa sehemu za Kantiri, sehemu na zingine, wakakamata njia ya kuingia ndani ya teritoria ya Lubero, ndipo hapo tunaona matunda ya hiyo operation inaonekana, kwani eneo moja watu wanaweza wakafanya shamba, wanarudi, gari hazichomwi tena jinsi ilikuwa imekuwa zoezi kwenye njia ya kutoka Eringeti kuenda Komanda, hata kwenye njia ya kutoka Beni kwenda Kasindi gari hazichomwi. Yani security inarudi, ingalao haijakuwa totality, inarudi kwa sehemu moja fulani. Ni operation ambazo kabisa zimeleta matunda na tumeyaona. Ni kwa nini raia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mashambulizi haya ya ADF za Ikatasi? Kwa nini? ADF yani operation zao ambazo wameziendesha kwa kweli ni siku kidogo ama ni nyakati kidogo ambazo tunasikia kwamba wameenda kushambulia ngombe la wanajeshi, yaani wameshambulia ngombe la wanajeshi, lakini siku nyingi wanashambulia ni raia ambao hawana lolote la kufanya ili waweze wakapambana nao, ama lolote la kufanya ili waweze wakajitoa kwenye hiyo ugaidi. Na kwa kweli sana wanakwepa mahali ambapo jeshi linapatikana, yaani wakijua kwamba jeshi linapatikana sehemu fulani watakwepa hiyo sehemu ili waende wakatokelea kwa miji ambayo isiyokuwa na wanajeshi wengi ama haina wanajeshi, ndipo wanafanya mauaji yao. Na utagundua kwamba kwa mambo mengi wanashika watu wakitoka shambani, wanafanya hiyo ambayo inaitwa ambush, wanawachunga watu wakiondoka shambani,
wanawakamata moja moja, wanawaweka kando. Wakati wataeneza watu fulani, ndipo wanaweza wakapita kwenye mauaji. Sasa mtakuta mili imeweza kulundikwa fasi moja, ambao wamekatwa vichwa, wamekatwa miguu, wamekatwa mikono, na hiyo ndiyo kikubwa ya shida ambayo tunaona ndani ya hiyo mauaji. Yani ingelikuwa wao kama ADF wanapambana na wanajeshi, tungelijua kwamba wana jambo fulani ambalo wanafuatilia, kwani sisi tulikuwa tukijua kwamba ADF ni wananchi wa Uganda na wanapiganisha serikali ya Uganda. Yani wakati wamekaa kwenye Kongo hawana ya kufanya na Wakongomani, na hawawezi wakatatiza Wakongomani, kwani Wakongomani wamewapa nafasi ya kukaa. Tuliwaza wanajitayarisha ili waweze wakafanya siku moja mapinduzi, lakini imekuja kugeuka kuonekana sasa, ingalao wangelifanya mapinduzi ama wangeliweza kupiga serikali ya Uganda, wamekuja sasa kupiga serikali ya Kongo, sana sana kuua wananchi wa Kongo. Ndio maana wakati wameenda kutoa wanajeshi wa Uganda, sisi tumeona kwetu ni kitu muhimu, kwani Uganda imechongelewa, imeshutumiwa kuwa ina support ADF, ni wananchi wa Uganda, wakati wao wenyewe wameingia vile kwenye mapambano ili waweze wakampiga ADF. Ni jambo nzuri, kwani watapigana, wanajua kwamba tukimwacha akikomaa, akifanya mambo makubwa, kuna siku ambayo ataingia kwenye nchi yetu na anaweza kuharibisha usalama. Hiyo kabisa inatufurahisha kuwaona wakija nao wanapambana na huyo adui ambaye ametatiza eneo hili katika miaka karibu 20 hivi. Naam, mengi tayari umeangazia katika awamu ya kwanza kuhusu ADF, na kabla tujaingia katika awamu ya pili kuhusu kifo cha Willy Ngoma, msemaji wa M23, pengine nikuulize swali la mwisho tu katika awamu ya kwanza. Kwa muda mrefu sasa Beni imekuwa kwenye hali ya taharuki. Suluhisho la kudumu linaweza kuwa ni lipi haswa Isaiah Katasi kwa namna unavyoona? Suluhisho la kudumu kwa kweli, kulingana na mtindo ambao ADF inatoa ili waweze wakapiga wakaaji, waweze wakafanya mashambulizi, mimi kwangu nadhani nchi ambazo zimeendelea zimepitia hiyo njia, zimeweza kufikia kiwango ya kumaliza mzozo kama hiyo. Nasi kama Kongomani, kama serikali ya Kongo, itabidi tuweze tukaiga mfano kidogo kidogo ambayo ilisaidia wengine kuweza kumaliza shida ndogo ndogo kama hizo. Yaani tukikamata kwenye vijiji vimoja, tunaweza tukafanya local defense, yaani watu ambao wamekuwa ndani ya mji ama kijiji, wanawapea silaha, wanawafunza silaha, na wakati ADF anaweza akatokea kwenye hicho kijiji, wao ndio wa kwanza kupambana na ADF, alafu serikali inaweza ikakuja kuwasapoti wao, na wamekwisha kwanza kuwazuia hawa magaidi kufanya vitendo ambavyo visivyowezekana. Hiyo ni jambo la kwanza, linaweza likasaidia. Jambo la pili, nadhani system ya security ya majeshi ambao wanapatikana ndani ya eneo zote ambapo ADF wanasumbua, nadhani hiyo system inaweza ikabadilishwa. Watoke kwenye system ya kuchunga ADF ije ishambulie, ndio watatokea waweze wakashambulia, waende kwa system ambayo wakati wamemuona, wamemshambulia, wamupate hadi mwisho, waweze wakamtokomeza na wajue kwamba hiyo eneo imesafishwa kwa kweli. Ya kufuata ya tatu ni kunasemeka kwamba raia moja, wakaaji wa moja wamekuwa ndani ya hiyo mafia, kwani ukaona kwa kweli ADF wanakaa mahali ambapo madini yanapatikana mambo mengi. Hayo madini sio ADF ambayo inaiondoa na inaenda ikaiuza kwa nchi za kigeni. Kuna watu fulani ambao hawajajulikana, ila serikali imenasa wamoja wamefungwa, ambao wanasupport hawa watu kuendelea kufanya mauaji. Hata ukikumbuka wakati moja kulikuwa ndani ya serikali wale ambao walikuwa wakishutumiwa kuwa wana collaborate na ADF. Hiyo jambo wakafuatilia zaidi, nadhani nayo inaweza ikatupatia suluhisho, itakuwa kukata vilalo ambavyo vinasaidia ADF kuweza kufanya movement katika maeneo mbalimbali. Ya kufuata ni kuona kwamba serikali sherti iweze ikajua kwamba hii jambo la ADF wasipoangalia kwa urefu, kwa undani, itakuja ikizaa jambo ambalo tumeona kama Afghanistan, ambalo tumeona kama Mogadisho,
yani Somalia, ambayo tumeona kwa nchi ambazo zimesumbuliwa na hawa magaidi. Kama hawaangalie kwa mbali na hawalishughulikie kwa mbio, linaweza likavaa mwili na likanenepa, na linaweza likatuletea tatizo ambayo ni kubwa kuliko tatizo ambayo tunayo kwa sasa. Hiyo ni mambo ambayo serikali inaweza ikaonea kwa mbali, na sana sana waweze wakakuwa na change maaskari ambao wamekuja kwenye vita. Utagundua kwamba kuna maaskari ambao walifika kwenye maeneo moja moja wakati wa Bauma, kumeisha miaka kadhaa, lakini wao maaskari hadi sasa wakingali katika maeneo mamoja mamoja. Alafu wengi wamechoka, wengi wamebaki kwenye shamba la mapambano katika siku nyingi, na wengi hawana tena hiyo hamu ama juhudi ya kuweza kupambana kama vipashwavi. Alafu sisi kwetu tunadhani wakiwabadilisha siku kwa siku inaweza ikaleta matunda mazuri na inaweza ikaleta matokeo mazuri, na kwa raia waweze wakaendelea kupana habari kwa haraka. Wakati mtu ameona jambo ambalo lisilo la kawaida, lisilo weza kusaidia raia, aweze kaarifu serikali. Wamekuwa na zoezi ya kuarifu kwa mitandao. Hiyo sio njia ambayo inaweza ikatusaidia. Nadhani mimi kwangu binafsi, nadhani wakati mtu ameona jambo, enda kwa ofisi ya mkuu kiongozi wa eneo, ama kwa ofisi ya polisi, ama kwa ofisi ya jeshi, uarifu kwamba fasi fulani tamani kuna jambo ambalo linaonekana sio la kawaida, na wao waweze wakalishughulikia zaidi sana. Nitaweka neno mmoja, yale operation ambayo yametayarishwa, kwani yamesemwa sana. Kuna operation ambayo inatayarishwa kati ya jeshi la Kongo na jeshi la MONUSCO ili waweze wakapiga ADF. Kwa kweli, maoni yangu kwangu, operation sio mbaya, matokeo ndio sisi kama wananchi, sisi kama wakaaji tunasubiri. Ila MONUSCO imefanya operation nyingi kati ya nchi, na hizo operation nyingi hazikufaulu. Siwazi kama kwa sasa ndio wanaweza wakasema watafanya operation ambayo itafaulu. Mimi kwangu nadhani wangeliacha operation Shujaa iweze ikaendelea, ikapanuka na iweze ikatoa matunda mazuri, kwani kwenye operation Shujaa tumeona mwangaza. Lakini operation za MONUSCO zengi zao inakuwa operation ambazo zinaleta hofu, na wakati mmoja wanachongewa kwa mambo mbalimbali, hawafanyi kitu, wana collaborate na adui, wana support adui, alafu wakibaki kando waache serikali ya Kongo na serikali ya Uganda washughulike na hilo jambo. Nadhani kwetu tunaweza tukapata amani ambayo inaweza ikadumu. Naam, tuzungumzie sasa katika awamu ya pili kuhusu kifo cha Willy Ngoma, msemaji wa kundi la waasi la M23 huko DRC. Wewe binafsi umepokeaje taarifa za kifo cha Willy Ngoma? Kwangu binafsi kifo cha Willy Ngoma kama binadamu, kwani mtu ambapo anapumua akifariki, kwa kweli kufariki kwa binadamu sio vizuri. Sharti Mungu alimuumba mwanadamu ili mwanadamu akaishi duniani miaka ambayo Mungu amemtakia. Lakini Willy Ngoma kama rebel, kifo chake mimi sioni kama ni suluhisho kubwa sana, kwani Willy Ngoma katika M23 yeye alikuwa tu msemaji, ni msemaji, na nadhani msemaji hana kilo nyingi ama kilo kubwa katika movement wakati inapopigana ama inafanya jambo hili. Kwangu kuenda kwake, asante, aende kwa salama, apumzike. Kwa maafa ambayo alifanya, nadhani anaenda mbio, kwani hajajibia ama hayapelekwa mahakamani. Kwetu sisi tulipendelea wakati mtu amefanya kosa haibidi afariki wakati hajafika mahakamani. Akifika mahakamani, akishashutumiwa na akishawekwa korokoroni, hapo akafariki, tutajua kwamba amelipa yale ambayo amefanya. Lakini yeye ameenda ya ghafla, yani yote ambayo amefanya yameishia hapo, hataweza akashutumiwa. Tunachunga tu wakati Mungu ataweza akahukumu dunia, hapo ndipo hukumu yake itaonekana.
yani ameenda mbio kabisa, iliomba aanze kujibia yale ambayo amefanya yeye kama rebel wa M23. Je, tukio hili la kuuawa kwa Willy Ngoma linaweza kuongeza au kupunguza mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa namna unavyoona? Mimi nadhani kifo chake kitawapa waasi wa M23 mbinu nyingine, kwani kuna yule ambaye aliitwa Magloire Paluku alifariki, lakini M23 haikutingizika, haikupoteza sana. Ni mtu ambaye alikuwa akiwasaidia, lakini wakati ameenda sherti watapata yule ambaye ataweza akarudi katika nafasi yake. Vile vile Willy Ngoma wakati anafariki, nadhani watu sisi kama Wakongomani haiombe kifo yake iwezi katupatia furaha zaidi, inaomba kifo yake iwezi katupatia mbinu ambayo itatusaidia ili tuweze tukajua kwamba M23 hiyo tatizo yao imeisha na wao wameisha kwa ukweli na hawatarudi tena. Lakini ikiwa Willy Ngoma anafariki leo, kesho wanaleta Willy Ngoma de jinsi M23 imefanya, kwani hapo mbeleni imekuja kama AFDEL, imetoka kwenye kasketi AFDEL imekuja kama RCD Goma, imetoka kwenye kasketi ya RCD Goma imekuja kama CPP yake Laurent Nkunda na Mtebusi, imetoka kwenye NDP imekuja kama M23 number 1 kama part 1, imekuja tena kama M23 part 2. Yani ni watu wa moya wanabadilisha viongozi. Utakuta wakati wa RCD kulikuwa Azarias Ruberwa, wa Moise Nyarugabo na wengine wanatoka kwenye AFDEL wanaingia kwenye RCD, wanatoka kwenye RCD wanaachia Laurent Nkunda na Mtebusi waweze wakafanya mambo. Mtebusi Laurent Nkunda wanaachia Bosco Taganda na Sultani Makenga, wakati anatoka anaachia Sultani Makenga amekuja na M23 part 2. Yani ni watu ambao wanajua kama huyu akitoka wao wanaweza wakapata yule anayerudi kwa nafasi yake. Na sisi kama Wakongomani kifo chake yani kitupe njia ya kuona namna gani tunaweza tukatokomeza hawa wagaidi, hawa waasi, ili wasije wakirudi tena, iwe ya mwisho kusikia kwamba M23 inatokea. Hiyo tu nzuri, ila ikiwa tu tutafurahi kusema Willy Ngoma amefariki, hapo tunafurahi wamepoteza, itakuwa tunaenda kwenye furaha, tutasahau kwamba kuna yale ambayo yanatusubiri, kuwapiga, kuwatoa kwenye miji ambayo wamekamata. Kwani hata Willy Ngoma anafariki wakali ndani ya mji ya Goma, wakingali ndani ya mji ya Bukavu, wakingali ndani ya nusu ya teritwari ya Lubero, wakingali ndani ya vijiji mbalimbali, Kiwanja wakingali, Bunagana wakingali. Yani kwetu ombi ni kwamba serikali jinsi imeweza kutumia hizo mbinu za kuwapika kwa drone, waone namna gani wanaweza wakashambulia ngome zao kabambi ili waweze wakapunguza wanajeshi, alafu wanajeshi wa chini waweze wakapambana nao kwa mwili kwa mwili, ili tuweze tukahakikisha hiyo vita inakuisha kwa ukweli. Swali langu la mwisho sasa, je, hili ni pigo kwa M23? Na pengine niongeze swali lingine la nyongeza tu kwenye swali hili. Unadhani pengine kifo cha Willy Ngoma kinaweza kikapelekea, kwa sababu kifo hiki kimetokea wakati ukiwa na mazungumzo mbalimbali kuhusu kuangalia namna gani ya kurejesha amani huko DRC, inaweza ikarudisha nyuma juhudi za mchakato wa kurejesha amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa swali la kwanza, yani kifo chake sio pigo, kwani ni wanajeshi wameenda kwenye vita wakijua kwamba wakati ni wakati anaweza akapatwa na risasi na akafariki. Yani hata Willy Ngoma wakati alikuwa akitembea alikuwa anajua kwamba muda ni muda, FRDC ama wazalendo wanaweza wakamkamata na wanamtoa pumzi. Yani alikuwa amejitayarisha zaidi na alikuwa anajua kwamba anaweza akafariki. Kifo chake sio pigo, kwani mimi najua kwamba Mnyarwanda atapata mwingine mtu. Nikiona mambo ambayo yamepita mbeleni, najua kwamba waliweza wakapata wale ambao walirudisha ndani ya nafasi ambao ya watu ambao walifariki. Ya pili, kuona kwamba amefariki wakati nchi ya Kongo iko na ndani ya mazungumzo na hao wana waasi. Mimi kwangu, unajua kumekuwa vuta ni kuvute ndani ya jeshi ya Kongo, kati ya jeshi ya Kongo na waasi wa M23.
ilikuwa huyu amekiuka mkataba, huyu amekiuka mkataba. Alafu hiyo vuta ni kuvute, sharti makubaliano na yataendelea. Lakini nashukuru kwamba jeshi letu limeelewa sasa, limejua kwamba hawa watu ni watu ambao mnakaa nao kwa meza mkiongea, nyinyi mkiheshimu sehemu ya kwenu, wao wanakuwa wakienda wakiwapiga wanajeshi wenu chini chini, alafu wanaongeza nafasi ambazo wanakamata, ili wakati mtakapokaa kwa meza moja waweze wakawapa shurti ambazo zitakuwa na uzito, kwani ili waache hizo maeneo, yani nanyi muitike yale ambao watawaambia. Nadhani kwa sasa hiyo mbinu ambazo jeshi zimekamata ni mbinu nzuri, haitaharibisha mazungumzo, kwani kwangu kwa kweli kati ya M23 ama kati ya Rwanda na Kongo kusema kwamba vita itaisha kwa mazungumzo, sidhani na haitaufika, kwani tumekaa siku nyingi Nairobi, Kampala, Addis Abeba, wapi na wapi Ethiopia, tumekaa ili tutafute amani ambayo inayodumu. Lakini wakati kuna mkataba ambao umekamatwa, kunatokea tena watu nyuma ambao wanakuja kusema hiyo mkataba sisi hatuijui, ama hiyo mkataba hamkuiheshimu. Kwangu nadhani kuwafyeka, kuwapiga, kuwatokomeza inaweza ikapana heshima kwa nchi ya Kongo, heshima kwa serikali ya Kongo, na inaweza ikapana vile fundisho kwa Rwanda na serikali yake kujua kwamba wanaweza wakacheza kwa siku zinazokuja. Itafika wakati ambapo wao pia yale ambao wanatenda kwa wakongomani yanaweza yakawarudilia. Nadhani itakuwa ya mzuri kabisa. Mazungumzo itaendelea na itadumu na itabaki, lakini jeshi liendelee kupambana. Wakizungumza wanawapika huku, wakizungumza wanawapika huku, itatupa salama ambayo inadumu, kwani watajua kwamba hawakuacha maeneo ambayo walikuwa wakishikiliwa kwa mazungumzo tu, waliyaacha kwa nguvu na kwa moto ambao wanauona ukitokea kwenye jeshi letu la Kongo FARDC, wakishindikizana na wazalendo na wale wote ambao wanawashindikiza kwenye vita. Isaac Katasi, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante, tunashukuru sana na hongera kwa jeshi la Kongo kwa yale ambao wanafanya. Waende mbele, wasonge wakiwa na wazalendo, ili waweze wakakamilisha amani ikae na idumu katika maeneo yote ambayo wananchi wamesumbuliwa kwa siku za mingi. Asante sana na kushukuru kabisa.